Mwishoni mwa mwezi huu wa 3 au wa 4, Simba watakuwa kwenye nafasi ya kukishtua kipengele cha kuongezeka kwa mwaka mmoja kwenye huduma ambayo wanaweza kuipata kutoka kwa mlinzi wao wa kati ambaye ndo nahodha pia kwa sasa hivi kwenye kikosi hicho, raia kutoka Afrika Kusini, Rushin Dariuq. Rushin Dariuq alisaini mkataba wa mwaka mmoja Simba ambao ulikuwa una option ya kuongeza mwaka mwingine mmoja, na kwa namna ambavyo sisi mpira wetu ulivyo, huu mwaka mwingine mmoja, namna pekee ya kuweza kuushtua ni kwa klabu kuridhishwa na performance ya mchezaji, kwa sababu hichi kipengele kinakwenda kushtuliwa na klabu. Mwisho wa siku wao ndio wanakwenda ku exercise hii option ya mwaka mwingine mmoja kuweza kufanya kazi kwenye ule mkataba ambao mlikuwa mmekubaliana mwisho wa siku, na hichi kitakuja kutokana na performance. Hizi performance zinapokuwa sio nzuri, hichi kipengele huwa kinapotea moja kwa moja, lakini kwa kitu ambacho kinaonekana kuwa kinafanyika sasa hivi, kwa maana ya performance za Rushin Dariuq, uwezekano ni wa zaidi ya 99% kiukweli. Yaani labda itokee miujiza, lakini ni inevitable kwamba Simba wata trigger hichi kipengele, na inawezekana isiishie hapo tu, kwa sababu takriban wiki moja iliyopita nimekutana na taarifa kutoka Afrika Kusini kutoka kwa wakala wa Rushin Dariuq anayefahamika kama Paul Mitchell. Huyu bwana alizungumza na jarida moja pale Afrika Kusini linafahamika kama Soka la Duma. Alifanya exclusive interview. Miongoni mwa vitu ambavyo alikuwa anavizungumza kuhusu mteja wake ni kwamba amekuwa mchezaji ambaye sasa hivi ni kipenzi cha mashabiki katika klabu ya Simba, ni nahodha, yuko katika kiwango bora, na hichi kiwango ambacho Rushin Dariuq anakionyesha hivi sasa ndani ya Simba kinaleta pia hata kengele kwenye kikosi cha timu ya taifa ya South Africa, kama pengine huenda kukawa kuna kujumuishwa kwake kwenye kikosi cha Bafana kwenye michezo ya kimataifa ya kirafiki inayokuja. Kwa hiyo haya yote yalikuwa yanaonekana yana uwezekano, na wakala wake ameshazungumza kwamba hivi sasa Rushin Dariuq yuko katika ubora wake, na yeye anachokifanya hivi sasa ni kama kukazia tu, lakini kila mwana Simba anaona kwamba Rushin Dariuq yupo katika kiwango kizuri sana, top defender kiukweli, interception, aerial ability, uwezo wa kurecover, uwezo wa kusoma mchezo, utulivu akiwa na mpira mguuni, full package. Yani kila kitu ambacho unakitaka kutoka kwa mlinzi wa kati, Simba wamefanikiwa kukipata ndani ya Rushin Dariuq. Kwa hiyo kwa hichi ambacho wakala amekifanya, kwa maana ya kuzungumza hadharani na kuweza kuweka bayana sifa nzuri kuhusu mteja wake, huenda hichi kipengele cha mwaka mmoja kikabadilika sasa hivi. Inawezekana kukawa kuna mwafaka wa wakala pamoja na Rushin Dariuq kutaka tena kurudi mezani na Simba kuangalia uwezekano wa ku renegotiate mkataba pengine hata wa miaka mingine miwili. Yaani kwamba ukitoa huu mwaka mmoja, kile kipengele cha nyongeza mwaka mmoja pengine wakataka kiondoke sasa hivi, wazungumze tena upya, kwa sababu kiwango cha mchezaji kikiimarika, maana yake na mahitaji yake pia yanakuwa yanaongezeka mwisho wa siku. Kwa hiyo kwa wakala kutoka hadharani na kuzungumzia kuhusu impact ya mchezaji kwenye klabu kama Simba, tafsiri yake ni kwamba Simba wanaweza wakajikuta tena wanakaa kwenye meza ya mazungumzo na wakala wa Rushin Dariuq kwa ajili hata ya kuongeza mkataba mwingine wa miaka miwili kwa mchezaji ambaye ana miaka 30, na kwa kiwango ambacho anakionyesha Rushin Dariuq, miaka miwili, mimi binafsi ndani ya Simba pengine kuanzia sasa hivi naiona vizuri tu kiukweli. Ni mchezaji ambaye unahitaji kumbakisha, ni mchezaji funguo mwisho wa siku. Kwa hiyo kuna dalili kubwa Rushin Dariuq ataendelea kutoa kilicho bora siku baada ya siku, na anaweza kuendelea kuwa nahodha wa kudumu kwenye kikosi cha Simba kuelekea msimu unaokuja na hata kwa misimu mingine miwili. Kwa hiyo ikufikie tu kwamba Rushin Dariuq yuko kwenye mazingira mazuri sana ya kuendelea kutoa kilicho bora kwenye safu ya ulinzi ya Simba, akishirikiana kwa wakati huu na ingizo jipya Ismail Olivier Toure ambaye naye amepewa mkataba wa miaka 3. Niliwahi kulizungumza hili. Ismail Olivier Toure alipata mkataba wa miaka 3, na ni kwa sababu Simba walipompokea Ismail Olivier Toure walimuona ni mchezaji ambaye yuko fit sana, licha kwamba alikuwa amekaa karibu miezi 3 hajacheza soka la kiushindani, lakini alikuwa yuko fit, yuko strong, anaweza kuendana na mikiki ya soka la kiushindani. Simba wakaamua kucommit mkataba mkubwa kwa ajili yake, kwa sababu walimpata kama mchezaji huru mwisho wa siku, na kwa kile ambacho naye anakionyesha ni wazi hii pacha unatamani iendelee kubaki kwa muda mrefu. Miaka mingine 3 ya Ismail Olivier Toure kuanzia sasa, ukimpa na mingine miwili mtu kama Rushin Dariuq, unakuwa kwenye mazingira mazuri, na future ya Simba kwenye safu yao ya ulinzi, kwenye uti wa mgongo wa pale katikati unakwenda kuwa vizuri.